shangazi yake na Angel. Nilitoka nikaenda kwenye mshike zangu, nikamwacha hapa nyumbani. Sasa dada yake alikuwa huko nje kwenye biashara, simu ikaita ndani, akamletea. Katika kumletea, maaskari wametokea barabarani, wakawa wanapiga risasi ovyo ovyo, ndio ikampata risasi. Na sio peke yake ambaye alipiga risasi, kuna wengine ambao alipiga risasi, sema ndio hivyo ashatangulia mbele ya haki. Kusema kweli, Muhimbili bado unadaiwa hela kule, tunadaiwa kule, na tunahitajika kule tulipe, ambayo ilitoka bili ya milioni 9 ndio iliyotoka. Tumelipalipa ila bado hela tunadaiwa kule, bado hela kule tunadaiwa. Na changamoto kama hivyo, anahitajika pempasi, anahitajika kubadilishiwa mpira kama hivyo, kwenda kwenye mazoezi anahitajika aende kwa wiki mara 2, Jumanne na Ijumaa, ambayo kwenda tu anatakiwa alipe shilingi kutoa gari hapo na kurudi kule 24,000. Kwenye kwenye kuna nini kule kwenye mazoezi anatakiwa alipe shilingi 25,000 kwa kila anavyoenda, na bado pale alipo atakuwa kaendelea na shule. Sasa kwa sasa hivi hawezi kuendelea na shule, maana bado hali yake ndio ile pale, anyanyuki, atembei, ni wa kulala hapo hapo. Nilikuwa naomba jamani, Watanzania wenzangu, atakayeguswa na chochote anisaidie, maana bado yule mtoto anahitajika kusoma, atakiwa aendelee na masomo yake. Mwaka huu nilikuwa nataka aingie form 1, lakini ameshinda kuingia form 1, maana hali yake ndio kama vile ni wa kulala hapo chini, bado hajatengamaa miguu bado. Naomba kama unaweza katika mtu atakayenisaidia, apeleke hata nje akaweze kuangalia kimatibabu zaidi, ili aweze kurudi kwenye hali yake. Biashara yangu ndio hii kama mnavyoiona, mama ntilie, sina biashara nyingine. Mama yake mzazi hana biashara, anaishi Arusha, ndio alikokuwa anaishi. Hapa kaja kwa ajili ya kumuuguza mtoto, ndio leo mleta huku, maana mimi nisingeweza.